Yes, karibu sana mtazamaji wa Bashasha TV. Asante sana kwa kuendelea kutuchagua, kuendelea kukupatia habari zote zinazoendelea katika michezo, burudani, na kila kitu kinachoendelea, siasa na habari nyingine zote. Bana, habari kubwa ambayo tumekuletea leo mezani ni kuhusiana na ndugu yetu Stefan Azizi Ki, ama shemeji yetu anayekipiga kule timu ya Wydad Casablanca na mchezaji wa zamani wa club ya Young Africans, watoto wa Jangwani. Unaweza ukawaita hivyo ama watoto wa GSM. Kumbuke kwamba Azizi Ki amefanikiwa sana katika ligi yetu ya Bongo na ameweza, wanasemaga wahenga hawaamini, mtaka yote kwa pupa amepata yote. Ameweza kupata mafanikio makubwa sana kwenye soka, lakini pia ameweza kupata mafanikio makubwa baada ya kufanya vizuri kwenye soka, lakini pia kumchukua dada yetu Hamisa Mobeto na kuingia naye kwenye mahusiano, ambapo nakukumbusha tu kidogo kabla sijakupeleka kwenye habari yenyewe. Walipoingia tu kwenye mahusiano, watu walisema mambo mengi sana juu yao. Walidai kwamba hawatatoboa, hawatafika popote, hamna chochote ambacho kinaweza kuendelea kutokana na kwamba walisema Hamisa ameingia kwenye mahusiano na Azizi Ki kwa ajili tu ya pesa na kwa sababu tu kuna kitu special amefuata. Lakini tangu alipofunga ndoa mapema mwaka huu mpaka hivi sasa tunaona mambo yao yanaendelea vizuri na hatujasikia chochote. Wamefanya mambo yao ya ndoa kuwa ya siri, na muda wote ambao wamekuwa wakiposti wakionyesha wapo katika hali ya furaha na upendo, wala hawana shida yoyote. Kwa hiyo bwana, katika hilo Stefan Azizi Ki apewe kongole. Habari kubwa ni kuhusiana na shemeji yetu kiungo wa Wydad Casablanca Stefan Azizi Ki, ambaye amempongeza mke wake dada yetu Hamisa Mobeto kwa kumwandikia ujumbe wa hisia uliojaa shukrani, upendo na kuthamini katika maadhimisho ya siku yake ya kuzaliwa. Ilikuwa ni siku ya kuzaliwa pale, ambapo katika ujumbe wake Azizi Ki ameandika: upendo wangu katika siku hii maalum, nataka nikukumbushe thamani yako kwangu. Kila mwaka nikiwa upande wako ni zawadi kubwa, sura mpya na furaha, kumbukumbu zisizosahaulika na upendo wa kweli. Wewe ni nguvu yangu, utulivu wangu, amani yangu na msukumo wangu. Kwa sababu yako nimekuwa mwanaume bora, na kila muda nikiwa na wewe ninakumbuka jinsi gani nimebarikiwa kukupenda na kupendwa na wewe. Stefan Azizi Ki huyo bwana ameflow mistari namna hiyo. Lakini pia akiendelea ameandika leo siadhimishi tu siku yako ya kuzaliwa, bali naadhimisha mwanamke wa pekee ulivyo, moyo wako mpana na tabasamu lako la faraja, ujasiri wako, mwanga wako na namna uwepo wako unavyo nijalia nuru ya maisha yangu. Nakutakia sherehe njema na siku njema ya kuzaliwa iliyojaa furaha, mafanikio, amani na upendo. Nitakuwa kila siku upande wako na kupenda, kukusaidia na kukuthamini unavyostahili. Heri ya siku ya kuzaliwa my queen, malikia wangu. Bwana Stefan Azizi Ki ameshusha ujumbe mzito sana kwa dada yetu Hamisa Mobeto. Nadhani ujumbe kama huu tungekuwa tukiandikia wake zetu ama wapenzi wetu, basi wanawake wengi sana ama wanawake wote wangejiona ni wanawake wa kipekee sana. Huu ni ujumbe ambao ameandika Stefan Azizi Ki kwenda kwa mpenzi wake Hamisa Mobeto, akiadhimisha siku yake ya kuzaliwa hapo jana. Na kumbuka kwamba Stefan Azizi Ki alikuja kwenye mechi ambayo alicheza na Azam pale Zanzibar na akapata majeraha, hivyo akabaki kidogo nyumbani kuendelea kidogo kubebika na mchumba. Lakini sio hivyo tu, ni kwamba shemeji yetu pia hakutaka kukaa kinyonge, alijibu pia
walijibu pale kwenye comments na kuandika pia maneno ya kimahaba kumshukuru mahbuba wake, mume wake, mpenzi wake, player wetu, shemeji yetu kutokea kule Burkina Faso, kwa Traore, ambapo ameandika kwamba umeniyeyusha moyo wangu. Asante kwa kunipenda kwa namna ya pekee, namna hii. Nimebarikiwa zaidi ya maneno kuwa mke wako. Nakupenda sana mume wa maisha yangu. Mahusiano ya pamoja na mume wake yamekuwa yakipendwa na watu wengi sana. Mahusiano ya Stephan Aziz Ki pamoja na Hamisa Mobeto, kwa sababu yamefanikiwa sana kuwachanganya wambea. Wambea wamechanganyikiwa sana kutokana na kile ambacho tumeshazoea, mahusiano mengi ya watu yakiwa hayadumu, yakiwa hayadumu, lakini pia yamekuwa na drama nyingi sana, nyingi sana. Lakini cha kushangaza ama jambo kubwa zaidi ni kwamba penzi lao limeweza kutulia. Kumbuku ya kwamba Stephan Aziz Ki aliwahi kuwa kwenye mahusiano na mrembo V Kashera ambaye wamebarikiwa kupata mtoto, lakini pia alimkuta Hamisa Mobeto akiwa na watoto wawili, ambao mmoja alizaa na Majizo, lakini pia mwingine alizaa na Diamond Platnumz, mtoto ambaye kwa muda mrefu sana amekuwa na contradiction kubwa, kidai kwamba sio mtoto wake na vitu kama hivyo, na drama nyingi sana zimekuwa zikiendelea. Lakini licha ya hayo, Aziz Ki wanasema alibeba msalaba ule na kutulia na kudumu naye kwa muda wote mpaka hivi sasa. Kwa hiyo kongole kubwa sana kwao, lakini pia hongera sana kwa Hamisa Mobeto kwa kupendwa, lakini pia shukrani nyingi kwa kaka yetu Stephan Aziz Ki kwa kumpenda vizuri kabisa dada yetu Hamisa Mobeto. Bwana, je, wewe ni ujumbe gani ushawahi kuandikiwa ama ni kitu gani ambacho umeshawahi kupewa na mpenzi wako na akaweka memories zozote kama alivyoweka Stephan Aziz Ki kwenye post yake kuonyesha kwamba anakupenda kwa namna gani? Tupe maoni yako hapo kwenye comment, lakini pia tuambie unafurahishwa kwa namna gani na mahusiano ya wawili hawa, Stephan Aziz Ki na Hamisa Mobeto, lakini pia unawaona wapi? Je, mapenzi yao yameanza kwa mbwembwe sana, yataishia tu njiani kama mahusiano yao ya nyuma, ambapo Hamisa alikuwa na Diamond Platnumz, lakini wapi? Lakini pia kwa upande wa kaka yetu Azizi pia naye amekuwa sio mtu wa kutulia, amekuwa sana kwenye mahusiano hapo na ana watoto kadhaa. Tupe maoni yako hapo kwenye comment, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare, lakini pia kutufollow kule kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii kama Bashasha TV ama Bashasha Media, uweze kupata habari zote zinazoendelea, trending zote sisi ndo tunakuletea, uwe wa kwanza kuzipata. Karibu sana na usisahau kutufollow na kusubscribe YouTube channel yetu ya Bashasha TV. Asante sana.